kwani si wako kwenye kazi, inakukosesha mapato. Hawa watu ambao wanazipata leseni kwa panyaro kwa njia iliyokuwa si halali, wakiona kuna urahisi njia hii, kuna haja gani ya kuja darasani? Pengine sasa wanakuja ili apata nini? Cheti, si ndio? Lakini hana haja hata kwenda testing. Ukishamfundisha wewe, akishajua, unampa gamba, basi mambo ya testing kwa sababu anajua anaipata. Hebu hivi vichochoro hivi tuvionyeshe na tuwakamate, tuzuie haya mambo, lakini pia ndio yanopelekea ajali nyingi. Nimetaja bodaboda katika kundi gumu. Bodaboda wanajua accelerator, kufunga breki, lakini matumizi sahihi ya barabara hawajui. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupokea habari zetu kila wakati. Picha Shubuta kwa mgeni rasmi kutoka kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani Tanzania kwenye mkutano mkuu wa 7 wa mwaka uliofanyika katika ukumbi wa The Dreamers Hotel iliyopo Buguruni Shell, Dar es Salaam tarehe ya leo 30 mwezi wa 10 2021. Ndugu mgeni rasmi, kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani Tanzania, ndugu mwenyekiti wa CHASHUBUTA, ndugu katibu mkuu wa CHASHUBUTA, ndugu viongozi wa kamati ya utendaji CHASHUBUTA Taifa, wenye viti wa CHASHUBUTA kutoka matawini katika mikoa mbalimbali, ndugu viongozi wote wa CHASHUBUTA ngazi mbalimbali na wawakilishi wa wanachama wa CHASHUBUTA kutoka sehemu mbalimbali, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kuwepo mahali hapa leo. Pili, tunapenda kukushukuru kwa kukubali wito wetu wa kuja kuwa mgeni rasmi katika siku yetu hii ya leo, wakati tunapofunga mkutano mkuu wa mwaka wa shule zetu za chama cha CHASHUBUTA. Na sote tunafahamu kuwa kwa nafasi ambayo unayo wewe mgeni wetu rasmi, ni lazima unayo majukumu mengi sana, lakini umetujali na umekubali, umetupa kipaumbele hadi kuamua kuja kufuatia mwito wetu. Na kwa hivyo ndugu mgeni rasmi, tunasema asante sana na karibu sana. Ndugu mgeni rasmi, chama cha shule za binafsi za udereva Tanzania kwa kifupi CHASHUBUTA ni umoja wa shule zisizokuwa za kiserikali zinazotoa mafunzo ya udereva, ambapo wanachama wake ni shule zilizoamua kwa hiari kujiunga na chama hiki. Chama kimesajiliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kutoka mwaka 2010 chini ya sheria namba 337 ya mwaka 2002 kama taasisi isiyolenga kupata faida na isiyofungamana na dini wala chama chochote cha siasa. Chama chetu kina wanachama katika mikoa mbalimbali nchini, na kwa mujibu ya katiba yetu kila mkoa tunaita ndiko kuliko na tawi la CHASHUBUTA. Madhumuni ya chama. Ndugu mgeni rasmi, kabla ya kuanzishwa kwa chama hiki, wanachama walibaini kuwa walikuwa na mambo mengi yanayofanana na yanahitaji mawazo ya pamoja, uzoefu wa pamoja, na ndipo wakaazimia kuanzisha umoja huu ambao una madhumuni mengi kama yalivyoainishwa kwenye katiba yetu. Na baadhi ya madhumuni hayo ni pamoja na: moja, kuwaunganisha wanachama wake ili kuwa na nguvu ya pamoja katika kutetea na kudai haki popote pale. Lakini kuwa na nguvu ya pamoja na kushirikiana na serikali katika juhudi mbalimbali za kupambana na ajali za barabarani nchini. Na kubadilishana mawazo na uzoefu wa namna ya utoaji mafunzo bora ili tuwe na madereva mahiri nchini. Ndugu mgeni rasmi, sisi wanachama wa CHASHUBUTA kwa ujumla wetu tunafahamu ukubwa wa tatizo la ajali la barabarani nchini, na kuwa tatizo hili linamgusa kila mmoja wetu. Hivyo kila mdau ana nafasi katika kupambana na tatizo hili.
Tunaamini kuwa mchango wetu kama shule au vyuo visivyo vya serikali ni muhimu sana, ambao kimsingi ni utoaji wa mafunzo ya usalama barabarani, na tumekuwa tukishirikiana na serikali kwa namna mbalimbali kama ifuatavyo. Moja, CHASHUBUTA ndiye mfundishaji wa madereva wengi wa awali hapa nchini. Tumekuwa tukishirikiana kila mwaka kwenye maadhimisho ya Juma la Nenda kwa usalama barabarani ili kuhamasisha madereva na umma kwa ujumla umuhimu wa kupitia mafunzo katika shule au vyuo vilivyosajiliwa na ofisi yako badala ya kujifunzia uchochoroni. Tumekuwa tukiendesha mafunzo haya kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na ofisi yako. CHASHUBUTA imejibidisha kuwawezesha walimu wa shule zetu kupata mafunzo stahiki ya ualimu wa madereva ili waweze kupata Driving Instructors Certificate of Registration, na tayari imewezesha walimu wapatao 159 kuweza kupata Instructors Certificate kwa ushirikiano na ofisi yako ya polisi, kikosi cha usalama barabarani. Ndugu mgeni rasmi, ajali za barabarani zimekuwa zikiongezeka sana na hivyo kukatiza maisha ya Watanzania wengi. Taifa limekuwa likipata hasara kutokana na kuharibika kwa mali kufuatia ajali za barabarani. Tafiti kadhaa za nchini zinabainisha kuwa asilimia kubwa 76 ya ajali zote husababishwa na makosa ya kibinadamu. Asilimia 16 husababishwa na ubovu wa vyombo vya moto vinavyotumiwa na madereva, na asilimia 8 ya ajali hizo husababishwa na mazingira yalivyo kama vile hali ya barabara, hali ya hewa na kadhalika. Pia tafiti zimebainisha kwamba asilimia 72 ya ajali zote zinazosababishwa na binadamu husababishwa na dereva peke yake, na asilimia 4 kati ya hizo husababishwa na watu wengine, wakiwemo waendesha baiskeli, watembea kwa miguu na kadhalika. Na ukiangalia matokeo ya tafiti hizi utagundua kwamba dereva ndiye kisababishi kikubwa cha ajali nchini. Sababu zinazomfanya dereva kuwa chanzo kikuu cha ajali zimeainishwa kiutafiti kuwa ni upuuzi, ujinga na uzembe. Kwa mfano, upuuzi ni tabia ya dereva kufanya jambo la hatari barabarani linaloweza kusababisha ajali huku akijua kuwa ni kosa pamoja na madhara yanaweza kutokea. Lakini ujinga ni hali ya mtu kuamua kuendesha chombo cha moto wakati hana ujuzi wa kuwa dereva, kwa maana kwamba hajafanya mafunzo ya udereva katika shule zilizosajiliwa kisheria. Na uzembe ni tabia ya dereva kujishughulisha na jambo lingine nje ya majukumu yake ya kuliendesha gari barabarani, kama vile utumiaji wa simu wakati dereva huyo anapokuwa anaendesha chombo cha moto. Mafanikio yaliyofikiwa na CHASHUBUTA. Ndugu mgeni rasmi, CHASHUBUTA katika miaka ya 2018 mpaka 2019 iliazimia kuendesha kozi mbalimbali za kuwajengea uwezo wa kiutendaji wakufunzi wake kwa kushirikiana na vyuo vya serikali vilivyoruhusiwa kisheria kuendesha kozi za ukufunzi, yani instructor course, ili wakufunzi hao waweze kufanya kazi zao za kutoa mafunzo ya udereva kwa weledi. Wanafunzi wapatao 159 walifanikiwa kuhitimu mafunzo hayo maalum katika vyuo vya VETA na NIT katika wakati tofauti. Mafunzo hayo yalifanyika VETA Mbeya, VETA Dar es Salaam na Mwanza, ambao waliweza kufundishwa na Chuo cha Taifa cha Usafirishaji, na hayo ni miongoni mwa mafanikio makubwa kuwahi kufikiwa na CHASHUBUTA. Hii ni idadi kubwa ya wakufunzi kuwahi kuzalishwa katika nchi yetu ya Tanzania, na imepelekea kuwepo kwa ubora katika tasnia ya usalama barabarani nchini. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na kwamba kulikuwepo na ucheleweshwaji wa kupatikana kwa vyeti vya ukufunzi baada ya mafunzo ya wakufunzi wetu hao 159, lakini uongozi wa CHASHUBUTA kwa niaba ya chama unapenda kutoa pongezi zake kwa kamanda wa kikosi cha polisi Tanzania kwa kukamilisha zoezi la kupatikana kwa leseni kwa kila mwanafunzi aliyemaliza mafunzo yake.
Ndugu mgeni rasmi, CHASHUBUTA kama mmoja wa wadau wakubwa wa sekta ya usalama barabarani, tunazo changamoto nyingi pamoja na mapendekezo mengi kwa serikali, na hivyo tunaomba serikali itusaidie kuyashughulikia mambo yafuatayo. Ndugu mgeni rasmi, CHASHUBUTA tunaomba kamanda wa kikosi cha usalama barabarani nchini awe mlezi wa chama hiki, huku tukiwa na imani kwamba hali hii itaongeza hamasa miongoni mwa wanachama na jamii kwa ujumla, na kwamba itakuwa ni jukwaa muhimu katika kuleta mazungumzo ya mara kwa mara ya kuona namna bora ya kushughulikia masuala au afua mbalimbali kwa maendeleo ya tasnia ya usalama barabarani. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na ushirikiano mzuri baina ya CHASHUBUTA na jeshi la polisi, tunazo changamoto kadhaa ambazo kama hazitapatiwa majibu, basi zinaweza kufanya kazi zetu kuwa ngumu katika utekelezaji kama ifuatavyo. Moja, kutokana na mabadiliko makubwa ya teknolojia, kumekuwepo na changamoto kubwa katika kutoa mafunzo ya udereva, ambapo kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani Tanzania inaruhusu gari la aina ya manyo peke yake kutumika katika kutoa mafunzo hayo. Lakini baada ya wanafunzi kuhitimu mafunzo, wanakwenda kuendesha magari ya mfumo wa automatic, na magari ya aina hii yanapatikana katika aina nyingi za magari, kwa mfano magari madogo, magari ya abiria, hata magari makubwa ya mizigo. Tunayo changamoto pia ni ule mgongano wa utoaji wa mafunzo ya udereva, ambapo jeshi la polisi nalo badala ya kujikita katika majukumu yake ya msingi ya kisheria ya kutoa elimu ya usalama barabarani kwa watumiaji vyombo vya moto barabarani, lakini sasa wanajikita pia katika kutoa mafunzo ya udereva nchini. Changamoto nyingine inahusu ukaguzi wa shule za udereva. Mara nyingi ukaguzi huu unafanyika kwa kusitukiza. Wakaguzi wanakuja kukagua shule zetu bila taarifa, jambo linalopelekea wakaguzi kushindwa kupata ushirikiano katika maeneo husika. Kwa mfano, wanapotaka kumuona mwalimu au kuyaona magari yote, au pengine hukuta ofisi zimefungwa, ambapo wangekuwa wanatoa taarifa ya ukaguzi, basi ingekuwa ni vema zaidi na shule zingeweza kushirikiana vizuri na wakaguzi husika katika kushauriana, kuelimishana na kufikia maamuzi yenye tija katika kuboresha utendaji. Wakati mwingine wakaguzi wanakuwa wakali, kama vile wamekuja kumkamata mhalifu, kiasi kwamba hali ya hewa inachafuka katika maeneo ya ukaguzi na hubadilika sana pasipo sababu ya msingi. Tumekuwa pia tukipokea wanafunzi wengi wa awali katika shule zetu wakija na leseni za udereva kwa madaraja tofauti tofauti. Hali hii inaonyesha kwamba watu hawa wamewahi sasa kupata leseni kinyume na utaratibu wa kisheria. Kwa hivyo CHASHUBUTA inaomba taratibu za kisheria zifuatwe, kiasi kwamba mafiga matatu ya kupelekea mtu aweze kupata leseni ya udereva ni muhimu kuzingatiwa, kwamba shule ndizo zitoe mafunzo, polisi wasimamie kumfanyia tathmini huyo mwanafunzi, na hatimaye TRA iweze kutoa leseni na wala sio vinginevyo. Muktasari wa hayo niliyoyasema, tunaomba shule zetu za udereva ziruhusiwe kutumia magari ya aina zote, maana ya manyo na automatic. Tumeshauri jeshi la polisi liendelee kutoa elimu ya usalama barabarani pamoja na kuwafanyia majaribio wanafunzi wa shule za udereva wanaoomba leseni kule TRA, TRA nao watoe leseni za udereva, na shule za udereva ziendelee kutoa mafunzo ya udereva katika mgawanyo huo wa kazi. Tunapendekeza kwamba kabla ya ukaguzi itolewe taarifa ili shule zetu zihakikishe mahitaji ya wakaguzi yako sawa, ili kuepuka malumbano wakati wa ukaguzi, maana tunachohitaji ni maendeleo. Kwamba leseni zitolewe kwa mujibu wa sheria, mwanafunzi apitie shule iliyosajiliwa na IGP kupitia idara ya usalama barabarani na kupitia hatua zote za kisheria mpaka kupewa leseni.
na ofisi ya kamanda itoe nafasi kwa CHASHUBUTA kupata nafasi ya mjumbe kuingia kwenye mabaraza ya usalama barabarani taifa na mikoani. Hii ni kutokana na kwamba CHASHUBUTA ni mdau mkubwa wa usalama barabarani nchini. Tunaomba pia CHASHUBUTA ishirikishwe katika shughuli zingine mbalimbali zinazohusu usalama barabarani kutokana na kwamba shule hizo zinachangia katika kuzalisha idadi kubwa ya madereva nchini. Ni wadau wakubwa wa sekta ya usalama barabarani nchini, na pia ni ukweli usiopingika kwamba shule hizi zinachangia katika kupatikana mapato ya serikali kutokana na kuhamasisha watu kuja kupata mafunzo na mwisho wanalipia lena, GRR na leseni, na pia ikumbukwe shule hizi zinalipa kodi serikalini. Mwisho, kwa niaba ya wanachashubuta wote na kwa dhati kabisa tunakushukuru tena kwa kuja kutusikiliza na kutufungia mkutano wetu na kuchukua mapendekezo na maoni yetu ambayo tunaamini utafanyia kazi kwa faida na maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Asante sana na tunaomba kuwakilisha. CHASHUBUTA oye! CHASHUBUTA oye! Ndugu mwenyekiti wa CHASHUBUTA na mmiliki wa chuo cha udereva cha New Vision, ndugu Jonas Bigaye Mhati, makamu mwenyekiti wa CHASHUBUTA na mmiliki wa chuo cha udereva cha Lake Driving School cha Mwanza, ndugu Musa Ramadhani, katibu wa CHASHUBUTA na mmiliki wa chuo cha udereva cha Mtunzi Driving School Mama Regina Sule, naibu katibu wa CHASHUBUTA na mmiliki wa chuo cha udereva cha Njombe Driving School ndugu Abia Mpangile, mhazini wa CHASHUBUTA na mmiliki wa chuo cha udereva cha Talsida Driving School ya Korogwe, ndugu Adolf Noya, wanachama CHASHUBUTA na wamiliki wa vyuo vya udereva nchini, wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa jina naitwa Mkadam Hamisi, kamishna msaidizi wa Jeshi la Polisi nchini na afisa mnadhimu wa kikosi cha usalama barabarani nchini. Pamoja nami nipo na Superintendent Mosi Lozero. Yeye ni mkuu wa kitengo cha elimu kwa umma ndani ya kikosi cha usalama barabarani nchini. Lakini pia ninaye msaidizi wangu ambaye katika Jeshi la Polisi anafanya kazi zote. Yeye ni mwalimu wa elimu kwa umma, dereva wa gari, lakini pia ananisaidia. Anaitwa Koplo Sylvester. Uwepo wangu hapa nipo kwa niaba ya kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani nchini, ambaye kwa bahati mbaya kutokana na kadhia zetu barabarani, yeye pamoja na baadhi ya watendaji wengine wamelazimika kutoka makao makuu ya kikosi na kuingia katika barabara kuu. Kwa hiyo yuko katika operation za kuhakikisha kwamba maisha na mali za Watanzania wanapotumia barabara zinalindwa. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu Muumba kutujalia muda huu kuwa pamoja tukilifanya lile tulilodhamiria la ufungaji wa mkutano wetu mkuu wa chama cha shule binafsi za udereva Tanzania, kwa ufupi CHASHUBUTA, ambao ulianza jana tarehe 29 mwezi wa 10 2021. Nawashukuru kwa heshima mliotupatia sisi wa makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani nchini kuja kuwafungia mkutano wenu mkuu wa mwaka. Tunasema asanteni sana. Pia nitumie fursa hii kuwapongeza kuendelea kuenzi umoja wenu ambao mnapata wasaa kukutana na kujadiliana yale yanayowahusu juu ya vyuo vyenu vya udereva nchini, ikiwemo mafanikio na changamoto zenu. Kama mlivyosema katika barua yenu ya mwaliko kwa kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani, ni kwamba mmemwalika ili awe mgeni rasmi katika mkutano wenu huu katika kufunga, lakini pia kumshirikisha katika kusaidia kuziondoa changamoto zinazokwamisha utoaji wa mafunzo ya udereva katika mazingira rafiki ambayo yatachangia kikamilifu katika juhudi za serikali za kupunguza ajali barabarani. Aidha, mngependa kuitumia fursa ya uwepo wake katika mkutano huu ili aitambue vizuri CHASHUBUTA na akubali kuwa mlezi wa chama chenu cha shule binafsi za udereva Tanzania.
Kwa niaba yake nikiwa afisa mnadhimu wa kikosi cha usalama barabarani kama nilivyojieleza, ambaye ndiye msaidizi wake wa karibu, maombi yenu haya yamekubaliwa kama mlivyoomba. Na hii ni kutokana na ukweli kwamba vyuo vyote vya udereva nchini vimesajiliwa na Jeshi la Polisi, na kwamba afandi mkuu wa Jeshi la Polisi, afandi Inspector General wa Polisi, ametoa mamlaka kwa kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani kuwa ndiye msajili wa vyuo vya udereva. Katika barua yenu pia mkaomba kushirikishwa katika vikao vyetu ambavyo tumekuwa tukikutana kujadili hali ya usalama barabarani nchini na hatua zetu za kupunguza ajali. Kimsingi ombi hili pia limekubaliwa, na kuanzia maadhimisho ya wiki ya Nenda kwa Usalama Barabarani nchini ambayo yanatarajiwa kufunguliwa rasmi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 23 mwezi wa 11 2021, afandi kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani anawaalika, na kwamba katika ratiba yake ya wiki nzima mkoani Arusha pia amepangiwa ratiba ya kuwa na kikao naye sambamba na wajumbe wa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani ambacho ni chombo cha kukutana nacho, ambacho ni chombo muhimu, na pale tutakapokutana nao basi na imani kutakuwa na mjadala mzuri kwa kuthamini kwamba kazi yetu tuliokuwa nayo ya kuwafundisha madereva ni muhimu kwa uhai wa wananchi wetu wanapotumia barabara. Hivyo pia ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja naye katika hicho kikao kujadili kwa kina changamoto zenu. Pamoja na kwamba mmenipa, tutajaribu kuziangalia, lakini wakati wa kile kikao ambacho kama wenyewe mtakuja kule Arusha, basi tutakuwa na siku nzima ya darasa pamoja na kufahamishana mambo kadhaa wa kadhaa. Kupitia kikao chenu hiki ni washauri kuamua ni kwa namna gani mtashiriki kwenye maadhimisho ya wiki ya Nenda kwa Usalama, ama kila chuo kiwe na mwakilishi au pawepo na uwakilishi wa kimkoa. Kama mtaamua kuja kama mlivyo, ukumbi wa mkutano tuliotayarisha ni mkubwa na ingependeza zaidi, lakini mkiamua vinginevyo basi sisi tunaunga mkono. Lakini pia tuongeze kwamba katika kikao cha mwaka huu bajeti yetu haiko vizuri, kwa hiyo tunawashauri mjipange kuwalipia wale watakaofika kule, au kama mtakuja nyote basi mjipange namna ya kuishi ndani ya mkoa wa Arusha. Kabla sijamalizia hotuba yangu fupi kwenu, ningeomba katika majadiliano ambayo tutakuwa tunaendelea nayo popote pale tunapokutana, ama rasmi au sio rasmi, pia tukaliona suala la kwa nini vyanzo vingi vya ajali barabarani ndani ya nchi yetu inasababishwa na uzembe wa madereva kama ilivyoambiwa hapa. Bahati nzuri imefafanuliwa kwamba kuna upuuzi wa madereva, kuna ujinga wa madereva, lakini pia kuna uzembe wa madereva. Kwa hiyo hebu katika mijadala, na pengine tuliweke hili katika kikao chetu kile cha Arusha, tuje tuone kwa nini. Kwa sababu mmejadili kuanzia jana hatukuwepo, na leo sifikiri kama mtakuwa na mjadala wa muda mrefu, pengine tungesikia tukawasikia na nyinyi mawazo yenu yanasemaje. Nimalizie kwa kuwashukuru tena kwa namna mlivyoona umuhimu wa kushirikisha makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani nchini katika mkutano huu na kutuomba tuje kuwafungia. Kabla sijatamka kwamba kikao hiki kimefungwa, basi labda niombe kuyapitia hizi changamoto, na zile ambazo naweza kuzitolea ufafanuzi kidogo nitazitolea, na zile ambazo tunaweza tukaziweka mpaka mkutano wa Arusha, basi tutakuja kusaidiana tukiamini kwamba wajumbe wa baraza watakuwepo, tutakuwa wengi na tunaweza tukapata jawabu nzuri. Kutumika kwa gari za manual katika mafunzo ni swala la kisheria. Tumeambiwa mara nyingi hata na wenzenu wa NIT, VETA, kwamba kwa nini bado tunaendelea kutumia magari ya manual badala ya kutumia automatic, wakati dereva kisha ondoka huku anakuja kuendesha magari ya automatic. Kwa hiyo ni swala la kisheria, utahitajika mchakato ili tuibadilishe sheria, ndio ndipo utekelezaji wake ufanyike. Kwa hiyo nafikiria pia na lenyewe tulichukue ili lipate nguvu na tulitengenezee hoja kupeleka serikalini kama tunaona inafaa. Lakini kwa mtazamo wangu, ambaye wakati naanza kujifundisha gari, pengine magari ya manual yalikuwa very limited, yalikuwa machache, na hisi kama kwa sababu bado magari mapya ya manual yanaendelea kutolewa, sio kwamba imefutwa, ni vizuri kabisa tukajifundisha kwa gari la manual ili kwenda kuendesha gari automatic haina tatizo.
Lakini naamini kama utaanza kujifundisha kwa gari ya automatic kwenda kwenye gari ya manual itakuwa tatizo. Huo ni mtazamo wangu. I'm ready to be corrected, na pengine katika kikao hicho tunaweza tukafikia mwafaka. Mgongano wa utoaji mafunzo. Polisi wanatoa mafunzo hali ya kuwa na vyuo vingine vinatoa mafunzo. Sitaki kuwa msemaji wa mwisho, lakini chuo cha polisi miaka ya 1980 wakati nakuja kwenye kozi fulani hapa chuo cha polisi Dar es Salaam, ambacho sasa hivi tunaita chuo cha nini Dar es Salaam, DPA, chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam. Tayari kulikuwa kuna chuo kikongwe cha miaka mingi ambacho kilikuwa kinawafundisha mapolisi. Lakini tunapokuwa kama polisi, kama taasisi nyingine ya kiserikali, tunapotoa huduma zetu wenyewe, basi pia huwa tunapenda huduma zetu pia ziwe extended na jamii yetu. Kama ambavyo katika hospitali za polisi tuna ruhusa ya wananchi wa kawaida kuingia wakapata huduma, kama ambavyo jeshi la ulinzi wanatoa huduma ya afya, lakini pia wanawapa na wananchi. Lakini na hivi vyuo msitake kututenga kwamba sisi tusiwe na fursa ya kutoa elimu kwa wananchi. Cha msingi tufuate taratibu. Kuna wakati fulani nikiwa Zanzibar, timu za majeshi zilipokuwa nyingi katika mpira, wananchi wakaanza kupiga kelele, kwa nini majeshi hawachezi kwenye ligi zao? Sasa mnataka kututenga katika jamii. Mimi nafikiria kinachohitajika kufuata taratibu zilizowekwa katika kulifanya lile jambo. Mkiona kuna dosari ya utoaji wa elimu, basi mtuambie, lakini kusema kwamba hapana tusifanye, naona haina afya. Huo ni mtazamo wangu, lakini bado naliacha tu tunalijadili. Ukaguzi wa kushtukiza katika vyuo vyetu vya udereva. Ukaguzi wa kushtukiza nalifananisha na lile la wanaolalamikia mwendo kasi barabarani. Tunapokamata, mara mnatupiga picha tuko kwenye mti, mnatuonea huruma kwamba tutaanguka. Mara mnatupiga picha tuko kwenye vichochoro, kwenye vichaka, mnatuonea huruma kwamba nyoka watatuuma. Tunachokitaka wakati wote uwe katika ukamilifu wako. Unapotaka kwamba lazima nikutaarifu kwamba nakuja kukukagua, ndio utafute yale mahitaji ya kuwepo pale chuoni au vipi? Mimi nafikiria, mtazamo wangu nasema, naweza kuwa niko rigid, pengine tukapata mawazo ya kileo. Nasema sio kwamba tunafunga, lakini tunasaidiana mawazo. Tunapokuja kwa ghafla kuja kuangalia yale ambayo sheria inataka yawepo au kanuni inataka yawepo, maana yake tunakufanya wewe kila wakati katika utoaji wako wa elimu uwe unafuata taratibu za nchi yetu. Sijui mnanielewa? Lakini ukitaka tukujuilishe ili ujirekebishe, dhambi zako ziondoe, nafikiria kwa tabia yetu wa Tanzania tutakiuka taratibu. The same ina apply kwenye barabara, ambao mimi ni muumini kabisa wa kusema kwamba askari, kwa kuzingatia kwamba tochi tulizokuwa nazo barabarani hazitoshelezi na madereva wana uhodari wa kuzisoma ziko wapi. Tukisema tumekaa eneo la Morogoro, manake bwana nani mkora pale anajua kwamba ukeshampita huyu uko nyuma hakuna mwingine, kwa sababu unatuona. Tunakutayarisha wakati wote una wasiwasi, mwendo wako uwe unalingana na matakwa ya barabara. Kwa hiyo the same applies katika hili la ukaguzi wa vyuo vya udereva. Nasema tutaendelea kulijadili, wala msije mkavunjika moyo mkasema mbona msaidizi wa kamanda kaona haifai. Tutakuwepo na watu wengine tutajadili. Leseni zinapatikana kinyume na utaratibu wa kisheria, hili nalikubali moja kwa moja, kwa sababu mbali ya kufanya kazi katika makao makuu ya kikosi, nimepata kuhudumu kama Regional Traffic Officer wa mkoa wa Mwanza kwa miaka 2. Hii kadhia niliona na ni kitu ambacho nilikilani vya kutosha. Katika kitu ambacho nakilani kufanya mambo kinyume na taratibu, na nilisababisha kuwapa ugumu kidogo pengine wenye vyuo kama wanahusika na hata watendaji wenzangu kama wanahusika, kwa sababu sikukubali upuuzi huo. Na kama nitamkuta mtu barabarani nikimhoji masuala ya leseni, nikibaini kwamba ananidanganya, maana yake naifutilia mbali leseni. Kwa hiyo nakubaliana na nyinyi kwamba leseni zipo nyingi ambazo zinatolewa kinyume na utaratibu, ingawa katika kipindi hiki umeanza kuwa na juhudi za kupungua huo utamaduni. Lakini hapo nyuma, wakati mimi naingia Mwanza, mitaani zilikuwa leseni za kutengeneza kienyeji. Kwa hiyo tuendelee kupeana taarifa. Mkibaini kwamba kuna mtu anatoa, msiache kutuambia. La kama na nyinyi wanufaika, maana yake ndo tunaiathiri jamii yetu.
kwa sababu tunaingiza barabarani watu ambao hawana taaluma ya kuendesha gari. Matokeo yake wewe unakosa watu wakuja kuwafundisha na ukapata riski yako, lakini pia mtu anaingia barabarani hajui lolote linalohitajika katika matumizi ya barabara, na matokeo yake ni kusababisha ajali. Kwa hiyo hili nakubaliana nalo na tushirikiane kuliondoa. Ruhusa itolewe kwa mafunzo kwa magari ya manual, kwamba sasa hivi mnajibu yale yale. Tutaangalia sheria inasemaje, lakini kwa yale niliyosema mimi nafikiria kuna shida gani kuendelea kumfundisha mtu kimanual, au walimu pia wameanza kuwa wavivu wale utaratibu wa kizamani, wakati bado magari ya manual yanaendelea kutolewa. Magari mengi ya serikali nafikiria sio automatic, si ndio? Ina mkora, nafikiria nyinyi mnajua. Magari mengi yanayoletwa serikali yanakuwa manual, sio automatic. Kwa hiyo nafikiria tuendelee kutoa mafunzo kwa njia ya manual, ili mtu anapokuwa na utaalamu wa kimanual, anapokwenda kwenye automatic inakuwa kazi kwake rahisi. Pengine kabla sijafunga kikao nikae kidogo, kama kutakuwa na mjadala wowote mnishirikishe kabla sijatamka rasmi kwamba tumefunga kikao. Naomba nikae. Lazima tutambue na tukumbuke kwamba kule nyuma pia wapiga kura walikuwa kundi moja tu wanapiga kura. Akina mama walilia sana katika historia ya upigaji wa kura, na wao ni sawa sawa na sisi mpaka na wao wakaipata hiyo haki. Kwa hiyo vile vile haya mambo yanakwenda na kukua kwa sayansi na teknolojia. Sio kwamba kila kitu tutakileta sawa. Aliyekuwa labda hana mguu mmoja anaililia hiyo haki, lakini kesho na kesho kutwa aliyekuwa hana macho atalilia hiyo haki. Mimi nafikiria haya mambo yanakwenda na sayansi. Sayansi yenyewe ikisha kubali hakuna kikwazo. Nimeona kuna viungo vinachukua sensi ya mtu anapofikiria. Wanaunganisha mkono umeungwa huku umekatika huku, au huna viungo, lakini ukitarajia kwamba unyooshe mkono, hata kama umeungwa huku ule mkono unanyoka na vidole vinaungana, sensi ya kichwa na vitendo vile. Kwa hiyo tunakuja huko, lakini kwa sasa tuendane na sheria. Nasema sio kwamba si swala la tuliangalia, lakini tusilazimishe mambo kwa haraka, tuendane na sheria na uwezo wetu wa kiteknolojia. Kuna swala vile vile bwana, wamesema tuna renew leseni kwa muda mrefu, si ndio? Ulaya wanasema miaka mingapi? Miaka 10. Mimi nilikuwa na question, kwa nini wenzetu wa TRA na Zanzibar kule ninakotoka wa ZRB wameweka miaka 5 tofauti na utaratibu wa kurenew ambao tunao kwenye sheria? Najua wao pengine wako kazaidi katika mapato, na wewe pengine unataka kwa nini kila siku niende, lakini unapokuwa na umri fulani unaendesha gari, na hatuna utamaduni wa kuwa na ile checking ya kiafya, tunakupa leseni kwa miaka 10 uje renew tena. Tunaongeka gani katika kipindi hichi cha kati utakuwa disabled wa mambo fulani katika viungo vyako, na wakati ushakuwa na driving license ya miaka 5. Je, ulipokuwa na miaka 48 umeongeza na miaka 5, ukifika miaka 40 wanasema miaka 40 miaka 45 macho yanaanza kuchoka, au umepata ajali na leseni tayari unayo, unakuwa na tatizo kidogo. Okay, pengine wana sababu zao, pengine wana mechanism nyingine, lakini mimi pia nilikuwa naona hata hii miaka 5 hapa Tanzania, miaka mingapi? 5. Lakini ukisoma sheria hii ya kuna kanuni, hizi kanuni za sheria ya usalama barabarani, naomba kila chuo pamoja, sio kwamba ni requirement ya kuwepo pale, lakini kila chuo iwe navyo. Kuna kitabu kama hiki Motor Vehicle Driving Schools Licensing Act, ni muhimu sana kuwa nacho. Sijui tunavyo. Hii ni kanuni iliyozaliwa na sheria ya usalama barabarani sura 168, lakini kuna ile ya testing na retesting, ni muhimu sana kuwa nayo, ambayo inaonyesha mtu baada ya miaka mingapi awe retested, alazimike kwenda tena darasani. Kwa magari ya kutoa huduma kwa umma, yani yale PSV, na magari haya ambayo tunaendesha private, wameweka umri au wameweka muda kwamba yule kila anapotaka kurenew leseni yake lazima arudi tena darasani. Yule ambaye anatoa huduma kwa umma, public service vehicle. Na wewe ambao unaendesha gari ya private unatakiwa kila unarukiza mwaka, yani renewal moja. Sasa tumeweka renewal miaka 5, ina maana inakwenda kinyume na hizi kanuni za sheria ya usalama barabarani kwa upande mmoja. Sijui umenielewa? Hizi kanuni hizi zipo
pengine tuzichukue kule, alafu mtakuja kutoa kwa, kama mtakuja Arusha kwa uwezo wenu, yani tujitoe kopi, tuje tuwauzie kama tutakuwa tuna fund. Kama tutakuwa na fund tuje kutoa kama ni sehemu ya kupeana taaluma. Kwa hiyo lazima haya mambo tuyaangalie kwa macho hayo. Ukaguzi wa shule za udereva umetetea hiyo. Na mwenzako kasema kwamba kila siku kwani tunayakagua yale yale. Hata barabara kila siku tunakagua yale yale. Usikatae kwamba tunakuja kukagua. Sometimes mwenzako anasema kwamba kwa nini tusimjulishe defense yake kwamba pengine hivyo unavyotaka kuviona yeye hayupo kwa barabarani, havipo. Kuna mambo ya msingi ya kukaguliwa mahala lazima uyaweke, yawepo kwenye conspicuous place. Uweze ukaficha vitu vya lazima katika chuo na umemwacha mtu mwingine pale. Leseni za duka, nani anaduka pale biashara? Duka, leseni ya biashara tutaficha. Yale mambo muhimu lazima uyaweke, pengine tena lazima yajue msaidizi wako Laban, au sio jina lako umebadilisha jina. Bagi liko kwa Mwanza, watu wa Mwanza na wajua. Yaani vitu vile ambavyo mkaguzi anatakiwa vione uvifiche kwamba havijui, ndio sababu ya msingi. Mimi nafikiria kuna vitu lazima tuviweke kwenye conspicuous place, anapokuja mkaguzi avione. Kuna hizi alama, tutawasiliana na engineer in chief kwa kila mkoa na wao wanapaswa kuileti, wanapaswa kuweka, wanapaswa kuzingatia kwamba je, hii alama ilipo na mpaka kwenye tukio lenyewe ipo accordingly, kwamba alama iko hapa, tukio lenyewe lililokewa alama liko hapo kwa hapo. Unachukua hadhari gani? Zile nyingi au zote ni warning signs, ndio kwamba alama inakuonya kwamba unapokwenda mbele kuna tukio fulani au kuna jambo fulani. Kwa nini iweko hapo kwa hapo? Engineer in chief ambao pia tuna haki katika wilaya zetu kuwaona, lakini na sisi tutalichukua kwa sababu utamaduni tuliokuwa nao Tanzania, na juzi tulikuwa tuna mjadala na nje, tulikuwa tunawaambia mara nyingi anayechukua tahadhari ili asiendelee kulalamikiwa na kunyoshewa vidole ni yule anayelaumiwa kila anapotokea tatizo. Mara nyingi ikitokea ajali katika jamii yetu, nani analaumiwa? Mara nyingi polisi. Regardless causation ya ile ajali ni nini. Kama ilisababishwa na shimo, labda pengine dereva wa huku kaona shimo liko hapa, kaamua kuingia kulia kidogo, na dereva anatoka kule kaamua kuingia, wakagongana, polisi usimamizi wao mdogo mnatunyoshia vidole. Wala haonekani TANROADS, wala haonekani TARURA, wala haonekani mwalimu wa chuo mkora kwamba ufundishaji wake ndio uliopelekea dereva aondoke darasani bila ya kupata kila kinachotakiwa. Kwa hiyo sisi ndio maana kila tunaloambiwa huku tunalichukua, kwa sababu hata hii ya utoaji wa elimu, sisi sisemi kwamba sio kazi yetu kutoa elimu, lakini sasa tumekuwa tunachukua nafasi zenu sana, na bado mnataka tusiendelee kutoa mafunzo kwa sababu tu ya malipo, lakini ya bure tuendelee kutoa. Tunatoa elimu kuliko taasisi yoyote ile. Kila siku ya Mungu tuna ratiba kuanzia mikoani, wilayani mpaka taifa, ili kupunguza ajali. Hatutaki tuonekane sisi tunafeli. Kama ingekuwa juhudi ambazo tunachukua sisi, kila mmoja katika jamii ingekuwa anaifanya, nafikiri ajali zingepungua sana. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, tusichoke. Unapofanya mambo mengine kwa kunusuru watu ni ibada. Sijui mnanikubali? Ni ibada. Kwa hiyo tusichoke. Swala la leseni za vichochoroni, mimi nakubaliana na nyinyi na lazima tushirikiane. Kwa sababu ukisema unaruhusu, wewe unaona kwamba kwani si wapo wenye kazi, inakukosesha mapato. Hawa watu ambao wanazipata leseni kwa panya road, kwa njia iliyokuwa si halali, wakiona kuna urahisi njia hii, kuna haja gani ya kuja darasani? Pengine sasa wanakuja ili apata nini? Cheti, si ndio? Lakini hana haja hata kwenda testing. Ukishamfundisha wewe, akishajua, unampa gamba, basi mambo ya testing kwa sababu anajua anaipata. Hebu hivi vichochoro hivi tuvionyeshe na tuwakamate, tuzuie haya mambo, lakini pia ndio yanopelekea ajali nyingi. Nimetaja bodaboda. Bodaboda katika kundi gumu. Bodaboda wanajua accelerator, kufunga breki, lakini matumizi sahihi ya barabara hawajui. Nimekubaliana na viongozi wangu, hata siku tumezungumza kwamba pengine tuwe na utaratibu wa urasimishaji wa bodaboda, tuwe na darasa nao hata kwa wiki moja,
tutavishirikisha vyuo vyenu. Tunalifikiria hata wa wiki moja tuwe na masomo ya kuwafanya waelewe sheria matumizi ya barabara, alafu tunapa driving license. Tushirikiane na vyuo, tushirikiane na TRA. Lazima kuwe na fee ya lena na leseni, si ndio? Kuna usajili wa shule za udereva inachukua muda mrefu. Kanuni hii inasema kwamba leseni yako ya chuo cha udereva mwisho wake mipaka yake wapi? Ndani ya wilaya yako, si ndio? Ndani ya wilaya yako ndio sheria inayosema. Na ndio maana ukitaka kwenda nje ya wilaya, kwa taratibu tumeweka, unakuja kuomba kibali. Tunakupa kibali cha Tanzania nzima. Hawa tufanye. Wazee wa Temeke sio kuja kuomba. Juzi. Kwa hiyo ndio utaratibu wa kisheria. Hata mimi nilikuwa naona mdogo sana kwamba ndani ya wilaya, kwa nini nisiwe ndani ya mkoa? Ukitaka kwenda nje maana yake uombe. Labda tulililie sasa liwe ndani ya mkoa, na inawezekana. Lakini zamani vyuo vilikuwa vichache, sasa vimekuwa vingi. Pengine hata tukisema ndani ya kanda fulani pia sio mbaya. Kwa hiyo ni swala ambalo tunaweza tukalichukua wenyewe tukaja tukajadili kwa mapana na marefu. Mzee wa Temeke anasema kwamba kwa nini tunazungumzia madereva wa magari. Tunapozungumzia madereva kwenye tasnia yetu, kwa mujibu wa sheria yetu, manake hata yule anayeburura wanyama, anayeongoza wanyama ni dereva yule. Au mzee hujui hilo? Ukisoma interpretation section pale kwenye Cap 168, who is a driver, hata yule anaongoza wanyama barabarani. Kwa hiyo tunapozungumzia dereva kwa ujumla wake tunamkusudia mpaka yule wa bodaboda, mpaka anayesukuma rikwama, hoteli. Wote hawa ni madereva. Kwa hiyo pia na wao tunajua kadhia yao, na kila siku tunafikiria namna gani tudili nao. Kuna hichi kikao chetu, mkiachia nyinyi mmeomba hili, sisi tulikuwa tuna fikra ya kuwatafuta, tukutane mahala tuje tujadili mambo mengi, likiwemo la utaratibu sasa wa kwamba kila chuo kinapotoa, tuseme recruitment, kinapotoa batch, kinapotoa wanafunzi, lazima taarifa zifike katika makao makuu yenu ya mkoa, alafu nyinyi mnatuletea sisi. Tuwe na majina ya wanafunzi wote au wahitimu wote katika vyuo. Itatuwepesishia sana. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo tunapenda tuje tuyajadili kule, namna gani tutafanya. Je, tuanze kwamba kila chuo kitakuwa na uwezo wa kututumia through internet, kutuletea email mpaka makao makuu, au mtazichukua zile habari zinapelekwa makao makuu ya mkoa, alafu yule kiongozi wa makao makuu ya mkoa anatuletea pale. Sasa hivi ajira za serikalini hasa kuhusiana na madereva, ile nani ofisi ya nani ajira, kila muda wanatuletea majina na vyeti tufanye uhakiki. Sasa kwa ghafla mimi siwezi nikasema kwamba hiki cheti genuine au si genuine. Watanzania wajanja sana kwa kutengeneza mambo. Tunachokifanya tunawapelekea maratio washirikiane na vyuo vya mikoa. Lakini kama ingekuwa tunayo tayari yale majina, tungekuwa tunaingia tu kwenye kompyuta, tunajua mwaka fulani course namba fulani alihitimu huyu, namba yake hii. Kwa hiyo tunapata kuangalia kwamba kweli huyu ni mwanafunzi au sio mwanafunzi. Huyu alipitia shule au hajapitia shule ya udereva. Kwa hiyo hilo pia ni miongoni mwa mambo ambayo tutakapokutana kule tuje tujadili. Kuna swala la tuandikie makamanda wa polisi wa mikoa kuitambua CHASHUHUTA. Marati wote wanaijua, si ndio? Wao hawaijui ambao humu katika mikoa. Mimi nilijua kwa sababu kwa mara tulikuwa tunaendesha mafunzo pale Mwanza CHASHUHUTA, lakini akili yangu ilikuwa nafikiria CHASHUHUTA ni ya, lakini bwana huyu alipokuja ofisini kwangu nikaiona hii, nikamuuliza hii inatoka wapi? Akasema ya taifa. Sasa ndio tukapata kujua kwamba kumbe Mwanza ni ya taifa, ile sio ya mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo tutawajulisha hilo, lakini tuna imani kwamba maratio wanaijua. Kuhusiana na mtaala, mimi na furaha hiyo ya mtaala. Mtaala huu afanyajipika pewa power ya kila baada ya muda kufanya mabadiliko. Kila baada ya muda au yanafanya mabadiliko ya mtaala kwa
wanafunzi wanaoanza kujifundisha udereva, lakini pia na wale wanaotaka instructor certificate. Unapopata ile certificate of competency kuwa instructor, kinachofuata lazima tukutahini. Unajua hilo? Sio kwamba ukishapata automatically kutoka NIT au VETA manake tayari ushakuwa instructor kabla ya kupita kwa kwetu sisi kwa kutahini. Vinginevyo ingekuwa mtu akishatoka kwenu na certificate of competency manake apewe driving license aingie barabarani. Lakini haiko hivyo, lazima anatahiniwa, si ndio? Kwa hiyo na hata wale instructors lazima watahiniwe na kuna mambo maalum yamewekwa. Lakini kwa mtaala huu wa kawaida, kwa mujibu wa Code of Instruction, inatokana na kanuni hizi: every driving instructor shall instruct every learner under his charge on the following. Highway Code. Nasema tutakuja kufahamishana zaidi kule mambo gani tuiongee, tutapeana mawazo kutoka kwenu pia, kwa sababu ndio wadau wetu na ndio mnajua nani tumpitishe wapi ili awe mwanafunzi bora. Rules relating to driving vehicle, overtaking, speeding and parking. Signals and their interpretation. Road signs and their interpretation. Driving and controlling of a motor vehicle in traffic. Driving backwards along a straight road and around corners. Bringing a motor vehicle to a standstill from normal speed. Turning around in a road and a changing of way. Kwa hiyo iko kwenye hii kanuni, lakini kama zamani na tutolewa. Kwa hiyo kuna haja ya kupitia tena mtaala tukaangalia, je, tuendane na kanuni hii au tutakapokuja kuyaweka pale kwa lugha ya Kiswahili sote tunaifahamu, tukasema tuongeze pamoja na hii. Kwa mfano kuna hapa hakuna udereva wa kujihami, defensive driving, lakini inaonekana ni kitu kimoja muhimu sana cha kufundisha, si ndio? Kwa hiyo tutakapokutana Arusha, tukitoka pale tunasema basi kuanzia sasa vyuo vyetu vya udereva vijikite katika maeneo haya ya kufundisha. Baada ya kusema hayo, labda ni mruhusu SP Mosi kama kuna lolote la kuongezea miongoni mwa haya yaliyotolewa. Nasema yale ambayo sijagusa sio kwa sababu hayana umuhimu, lakini na mambo mengi, maandishi yangu mabaya, mlikuwa mna speed ya kuzungumza, nitaenda kuipanga vizuri kukutana Arusha, tutajaribu kufikishana. New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro, Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo: kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hali ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali, kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki. Tunao wakufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Mafunzo yanaanza saa 12:30 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam. Unaweza kutupigia 0715847004 na 0754847004. Karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya udereva bora.